Mwanamke kijana alilia alipokutana na mpenzi wake wa masafa marefu kwa sababu alikuwa mfupi kuliko yeye. Asha alisimama kimya kwa sekunde kadhaa, macho yake yakimwangalia Musa kwa mshangao uliochanganyika na huzuni. Alikuwa amesubiri siku hii kwa miezi mingi, akiamini picha na sauti alizozipokea zilikuwa ukweli kamili. Lakini sasa mbele yake kulikuwa na mwanaume aliyekuwa tofauti na alivyomchora moyoni. Musa alijaribu kutabasamu, lakini aliona wazi maumivu kwenye uso wa Asha. Asha, sio urefu pekee unaoamua thamani ya mtu, alisema kwa sauti ya chini yenye unyenyekevu. Lakini Asha hakudhibu haraka. Moyoni mwake kulikuwa na vita kati ya matarajio yake na hisia alizokuwa ameanza kujenga kwa miezi mingi. Alikuwa amejenga ndoto ya maisha bora, ndoa yenye heshima na mwanaume ambaye angeonekana kamili mbele ya jamii. Watu waliokuwa karibu walikuwa wakipita, wengine wakitazama kwa pembeni wakihisi kuna kitu kisicho cha kawaida kinaendelea. Asha alifuta machozi yake pole pole. Kwa nini hukuniambia ukweli wote? Aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Huo ulikuwa mwanzo wa safari ambayo ingetikisa mioyo yao wote. Safari ya ukweli, upendo na maamuzi magumu ambayo yangelibadilisha maisha yao milele. Musa alishusha pumzi ndefu, macho yake yakitazama chini kama mtu aliyebeba siri nzito kwa muda mrefu. Nilikuambia ukweli Asha, lakini sio kila kitu, alikiri kwa utulivu. Asha alikunja uso, akihisi mchanganyiko wa hasira na maumivu. Lakini kwa nini ufiche kitu muhimu kama hiki? Unajua jamii yetu ilivyo, alisema huku akitikisa kichwa. Musa alinyanyua macho yake pole pole, sasa akimwangalia moja kwa moja. Nilikuwa naogopa kukupoteza kabla hata hujanijua vizuri, alisema. Nilitaka unione kwanza kama mtu, si kama muonekano. Maneno hayo yalimgusa Asha, lakini bado moyo wake haukuwa tayari kuyakubali. Aligeuka kidogo, akitazama mbali, akijaribu kutafakari kila kitu kilichotokea. Ndoto zake zilianza kuyumba. Alikuwa ametarajia mwanaume ambaye angewafanya watu wamuone kwa heshima zaidi. Lakini sasa alijikuta akipambana na swali gumu. Je, upendo wake ulikuwa wa kweli au ulikuwa umejengwa juu ya matarajio ya nje? Musa alisogea karibu kidogo, lakini hakumgusa. Asha, nipo hapa. Niko tayari kuthibitisha kwako kwamba mimi ni zaidi ya unavyoona. Kimya kilitanda kati yao, lakini ndani ya kimya hicho kulikuwa na hadithi kubwa ambayo bado haijaanza kufunguka. Asha alikaa kwenye benchi lililokuwa karibu, moyo wake ukiwa mzito kama mtu aliyepoteza kitu muhimu sana. Musa alikaa mbali kidogo, akimpa nafasi, lakini macho yake hayakuondoka kwake. Musa, unajua nilijitoa kiasi gani kwa uhusiano huu? Asha alisema kwa sauti tulivu, lakini yenye uchungu. Kila siku nilikuwa najiambia nimepata mwanaume wa maisha yangu. Musa alitikisa kichwa pole pole. Na mimi nilihisi hivyo hivyo. Sikuwahi kucheza na hisia zako. Lakini Asha alicheka kidogo kwa huzuni. Lakini sasa kila kitu kinaonekana tofauti, alisema. Wakati huo huo simu ya Asha ilianza kuita. Ilikuwa ni mama yake, Bi Nailiaka, mwanamke mwenye msimamo mkali kuhusu ndoa na hadhi ya familia. Asha alisita kabla ya kupokea simu hiyo. Umefika? Umemwona? Sauti ya mama yake ilisikika upande wa pili. Asha alitizama Musa kwa sekunde moja kabla ya kujibu. Ndiyo, nimemwona, alisema kwa sauti ya chini. Na je, anaendana na tulivyotarajia? Mama aliuliza kwa haraka. Asha hakujua ajibu nini. Alihisi pressure kutoka kwa mama yake, jamii na ndoto zake mwenyewe zikimvuta pande tofauti. Na hapo ndipo safari yake ya kweli ilipoanza, kuchagua kati ya moyo wake na matarajio ya dunia. Asha alikata simu bila kusema mengi, jambo ambalo lilimwacha mama yake akiwa na maswali mengi. Alirudisha simu mfukoni, akavuta pumzi ndefu, kisha akamgeukia Musa. Kuna mambo mengi yanayonizunguka kuliko unavyofikiria,
alisema. Familia yangu, matarajio yao, si rahisi. Musa alinyamaza kwa muda, kisha akasema kwa utulivu, naelewa. Lakini je, wewe unataka nini Asha? Swali hilo lilimgonga moja kwa moja moyoni. Kwa muda mrefu alikuwa akiishi maisha ya kuwafurahisha wengine, lakini sasa alihitaji kujijibu mwenyewe. Si rahisi kujua ninachotaka, alikiri, lakini najua nilitaka maisha bora, ndoa yenye heshima. Musa alitabasamu kwa uchungu kidogo. Na unaona mimi siwezi kukupa hayo? Asha hakujibu haraka. Alimtazama kwa makini. Kulikuwa na kitu ndani ya Musa ambacho kilimvutia, kitu ambacho hakikuonekana kwa macho ya haraka. Lakini je, hicho kingeweza kushinda presha ya dunia? Wakati huu, gari kubwa la kifahari lilisimama karibu nao. Mlango ulifunguliwa na mwanamume mwenye umri mkubwa alitoka, akiwa amevaa kwa heshima kubwa. Macho ya Musa yalibadilika ghafla, kana kwamba alimtambua mtu huyo. Na hapo ndipo hadithi ilianza kuingia katika hatua mpya kabisa. Mwanaume huyo alisogea kwa hatua za kujiamini. Watu waliokuwa karibu walionekana kumheshimu kwa namna fulani. Asha alimtazama kwa mshangao, hakumfahamu, lakini Musa alisimama haraka. Baba, alisema kwa sauti ya heshima. Asha aligeuka kwa mshangao. Baba? Aliuliza kwa sauti ya chini. Mwanaume huyo, mzee Barasa, alimtazama Asha kwa makini kisha akamwangalia Musa. Ndio huyu msichana? Aliuliza kwa utulivu, lakini kwa mamlaka. Musa alitikisa kichwa. Ndio baba. Asha alihisi kama dunia yake inazunguka. Hakutarajia kabisa hali kama hii. Mzee Barasa alisogea karibu kidogo, akasema, karibu sana binti yangu. Lakini kulikuwa na kitu kisichoeleweka kwenye sauti yake, kama siri nzito iliyofichwa. Asha alihisi moyo wake ukianza kupiga kwa kasi. Alianza kujiuliza, Musa ni nani hasa? Na kwa nini alificha mambo mengi kiasi hiki? Wakati huo, upepo mdogo ulipuliza na ukimya mzito ukatanda kati yao. Na bila Asha kujua, huu ulikuwa mwanzo tu wa ukweli mkubwa ambao ungegeuza kila kitu alichokiamini. Asha alibaki amesimama kama aliyegandishwa na habari MPY. Huyu Musa aliyekuwa mbele yake, mwanamume aliyemficha ukweli wa urefu wake, sasa alionekana pia kuwa ametoka katika familia yenye jina zito. Hilo lilimchanganya zaidi kuliko hata machozi aliyokuwa ametoka kuyafuta. Mzee Barasa alimwangalia kwa macho makini lakini yenye upole wa mtu aliyezoea kusoma watu haraka. Musa amesema mengi kukuhusu, alisema, lakini leo nataka nikuone wewe mwenyewe, si kupitia simu, si kupitia picha. Asha alijilazimisha kutabasamu kidogo. Shikamoo mzee. Marahaba mwanangu, alijibu kisha akamwangalia Musa. Ukweli ulitakiwa usemwe mapema. Musa alishusha kichwa na kubali baba, lakini maneno hayo hayakumtuliza Asha. Alianza kuona kwamba Musa alikuwa akificha zaidi ya jambo moja. Kwanza urefu, sasa familia yake. Kesho ingekuwa nini? Mzee Barasa alipendekeza waondoke hapo waende sehemu tulivu wazungumze. Asha alisita. Moyo wake ulimwambia akimbie kabla hajazama zaidi, lakini miguu yake haikumsikiliza. Kulikuwa na kitu ndani ya Musa kilichomfanya baki. Walipoanza kuelekea garini, simu ya Asha ililia tena. Safari hii alikuwa ni kaka yake Hamisi, na sauti yake haikuwa ya kawaida hata kidogo. Asha alipokea simu kwa haraka. Dada, uko wapi? Hamisi aliuliza kwa sauti yenye haraka. Nipo mjini, kuna nini? Asha akajibu. Usirudi nyumbani bila kuniambia kwanza. Mama ameshaanza kupiga simu kwa watu wote. Anasema kama huyo mwanamume si wa hadhi ya familia, basi hii safari inaishia hapo. Asha alifumba macho kwa maumivu. Hicho ndicho alichokuwa na kihofia. Hata kabla hajajielewa, tayari watu wengine walikuwa wameanza kuamua maisha yake. Hamisi, naomba usiongeze moto, alisema kwa sauti ya chini, lakini Hamisi hakunyamaza. Nakwambia ukweli,
Mama ametaka hata mchungaji Hezekia aje jiani nyumbani. Wanasema lazima jambo hili likatwe mapema. Asha alihisi tumbo lake likijaa baridi. Musa alikuwa amesimama pembeni, hakuweza kusikia kila neno, lakini alitambua wazi kuwa hali ilikuwa mbaya. Baada ya simu kukatika, Asha alibaki akitazama chini. Mzee Barasa alisema taratibu, familia inaweza kukusaidia, lakini pia inaweza kukubana mpaka usijue sauti ya moyo wako. Asha alimwangalia kwa mshangao. Hakuwa ametarajia maneno kama hayo kutoka kwa mzee wa hadhi kubwa. Na hapo kwa mara ya kwanza alianza kuona kwa nyuma ya heshima ya familia hii kulikuwa na historia yenye maumivu pia. Walifika katika mgahawa wa heshima uliokuwa na utulivu. Asha alikaa mbele ya Musa huku mzee Barasa akiwa upande mwingine. Meza ilikuwa na chai, maandazi na kimya kizito kuliko chakula chenyewe. Mzee Barasa ndiye aliyelivunja kimya hilo. Musa si mtoto wa kawaida wa kwangu, alisema. Asha alimwangalia kwa makini. Unamaanisha nini? Musa alikunja vidole vyake mezani kama mtu anayesubiri hukumu. Mzee Barasa akaendelea. Musa amepitia maisha yaliyomfanya ajifunze kuficha maumivu yake kwa tabasamu. Alipokuwa mdogo, watu wengi walimcheka. Wengine walimkataa. Wengine walimpenda mbele yake, lakini walimdharau nyuma yake. Asha hakusema kitu. Maneno hayo yalianza kugusa sehemu ya moyo aliyokuwa ameifunga. Nilimlea nikijua siku moja atahitaji mtu atakayemuona kwa macho ya ndani, mzee Barasa alisema. Lakini kosa lake ni moja. Aliogopa sana kukataliwa mpaka akaanza kuficha ukweli. Musa akasema kwa sauti ya upole, sikutaka unione kama mzigo, Asha. Nilitaka nipate nafasi ya kupendwa kabla ya kuhukumiwa. Asha alishika kikombe chake, lakini hakunywa. Macho yake yalianza kulainika. Bado alikuwa na maumivu, bado alikuwa na hasira, lakini sasa KWA mara ya kwanza alianza kumwona Musa si kama mshtuko wa leo, bali kama mtu halisi. Wakiwa bado mezani, mwanamke mmoja aliingia mgahawani na kusimama ghafla alipowaona. Alikuwa mrembo wa kujisitiri, mwenye uso wa kujiamini na macho yaliyojaa jambo lisilosemwa. Musa alipomwona, uso wake ukabadilika. Neema, aliita kwa mshangao. Asha aligeuka haraka. Neema alisogea karibu kwa mwendo wa polepole. Sikujua ungekuwa hapa leo, alisema huku macho yake yakimwangalia Musa. Si mzee Barasa, si Asha. Asha alihisi kitu kizito kikimkaa kifuani. Ni nani huyo? Aliuliza Musa. Alisita kwa sekunde ambayo ilionekana ndefu kuliko dakika. Ni rafiki wa zamani. Lakini jibu hilo alikumtosha Asha, na hata mzee Barasa alionekana kutoridhika. Neema akavuta kiti bila kualikwa. Rafiki wa zamani? Alirudia kwa tabasamu la uchungu. Musa, umeanza tena kuficha ukweli? Meza nzima ilikaa kimya. Asha aligeuka kumtazama Musa kwa macho makali. Kuna kweli gani mwingine ambao sijui? Musa alikosa majibu ya haraka. Hiyo kimya yake ilikuwa mbaya kuliko maneno. Neema alimwangalia Asha, alafu akasema kwa upole uliojaa uzito, kama unafikiria tatizo hapa ni urefu wake peke yake, basi bado hujui hata nusu ya maisha ya huyu mwanaume. Na kauli hiyo ilimtikisa Asha kuliko kitu chochote kilichotokea siku hiyo. Asha alisukuma kiti chake nyuma kidogo, akihisi kama ewa imekuwa nzito ghafla. Musa, leo nimekuja kukuona kwa mara ya kwanza, lakini kila dakika napata habari mpya. Urefu, familia, sasa huyu Neema. Nini kinaendelea? Musa alifungua mdomo akataka kusema, lakini Neema alimkatiza. Mwache leo aseme ukweli wote. Si kwa ajili yake tu, bali kwa ajili yako pia. Mzee Barasa alikaza uso. Neema, si kila jambo la kusemwa mbele ya kila mtu kwa namna hii. Lakini Neema hakurudi nyuma. Kwa miaka mingi mmelinda heshima ya familia, lakini nani amelinda moyo wa Musa? Asha alibaki akimwangalia Musa. Aliona macho yake yakiwa na maumivu makubwa ya mtu aliyekuwa amechoka kujitetea. Musa hatimaye alisema, Neema si rafiki tu. Alikuwa mtu wa karibu sana katika maisha yangu. Alijua siri zangu zote. Alinisaidia kipindi ambacho hata mimi nilijichukia. Asha alimeza mate kwa shida. Na sasa? Musa akamjibu kwa sauti nzito. Sasa, yeye ndiye anayejua jambo moja ambalo likitoka leo linaweza kubadilisha jinsi utakavyoniona milele. Asha hakusema kitu. Nje,
Giza lilianza kushuka polepole. Ndani, ukweli mkubwa ulikuwa ukikaribia kufunguliwa. Kimya kizito kilitanda mezani. Asha alihisi kama kila mtu anamsubiri yeye aseme kitu, lakini maneno hayakutoka. Neema alimwangalia kwa utulivu, huku Musa akionekana kama mtu aliyefika mwisho wa kuficha. Musa, sema ukweli wote leo, Neema alisema pole pole. Musa alifumba macho kwa sekunde chache, kisha akayafungua. Asha, kuna jambo ambalo sijawahi kumwambia mtu yoyote isipokuwa Neema, na baba yangu anajua sehemu tu ya ukweli huo. Mzee Barasa alikaza uso, akionekana kutotaka mazungumzo yaendelee kwa namna hiyo. Asha alijikaza. Niambie, alisema. Musa alimeza mate. Nilishawahi kuwa katika ndoa, lakini haikudumu. Asha alihisi moyo wake ukiruka. Ndoa? Neema aliongeza kwa sauti tulivu. Na haikuisha kwa amani kama unavyofikiria. Asha alishika kichwa chake kidogo. Sasa mambo yalikuwa yanazidi kuwa magumu. Alijiuliza, ni nini kingine bado hakijafichuliwa? Musa aliongea tena. Nilikuwa na hofu kubwa ya kuanza upya, ndio maana nilijificha sana. Asha hakujibu haraka, lakini ndani yake alihisi ukweli huu haukuwa mwisho, bali mwanzo wa siri nyingine nzito zaidi. Asha alimtazama Musa kwa macho yaliyojaa mshangao na uchungu. Kwa nini hukuniambia? Aliuliza kwa sauti ya chini lakini kali. Musa alishusha kichwa. Kwa sababu kila mara niliposema ukweli, nilipoteza watu. Neema alinyamaza kidogo, kisha akasema, na sio hivyo tu Asha. Asha aligeuka kumwangalia. Na nini tena? Neema alitaza sauti kidogo. Musa ana mtoto. Maneno hayo yalitua kama mzigo mzito mezani. Asha alibaki kimya, macho yake yakimwangalia Musa kwa mshangao mkubwa. Ni kweli? Aliuliza pole pole. Musa alitikisa kichwa. Ndiyo, lakini siishi naye. Mama yake aliondoka naye. Asha alihisi machozi yakianza kumjaa tena. Hii haikuwa hadithi aliyokuwa amejiandaa kuishi. Na bado uliniambia uko tayari kwa ndoa? Aliuliza. Musa alijibu kwa utulivu. Ndiyo, kwa sababu najua thamani ya familia. Nimepoteza mengi na sitaki kupoteza tena. Asha aligeuka pembeni. Moyo wake ulikuwa ukivunjika, lakini pia kulikuwa na sauti ndogo ndani yake iliyomwambia, labda huyu mwanamume alikuwa anaongea ukweli kwa mara ya kwanza kabisa. Usiku ulikuwa umeingia kabisa. Taa za mgahawa zilikuwa zikiangaza kwa utulivu, lakini ndani ya Asha kulikuwa na giza la maswali mengi. Alisimama polepole. Nahitaji hewa, alisema. Musa alitaka kumfuata, lakini mzee Barasa alimzuia kwa ishara. Mwachaji pange, alisema kwa sauti ya chini. Nje, upepo mwanana ulipuliza. Asha alisimama pembeni ya barabara, akishika mkoba wake kwa nguvu. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi, lakini hakuyatoa. Baada ya dakika chache, Neema alitoka nje na kusimama karibu naye. Sikutaka kukuumiza, alisema kwa utulivu. Asha aligeuka kumwangalia. Lakini umefanya hivyo. Neema alitikisa kichwa. Ni bora kuumia kwa ukweli kuliko kufurahia uongo. Maneno hayo yalikaa ndani ya Asha. Kwa mara ya kwanza alianza kujiuliza, je, kweli alikuwa tayari kuishi maisha ya ukweli hata kama ni magumu? Neema akaongeza, Musa ana mapungufu, lakini ana moyo ambao si rahisi kuupata. Asha hakujibu. Alitazama mbali akihisi kama maisha yake yamefika kwenye njia panda ambayo haikuwa na alama ya mwelekeo sahihi. Ndani ya mgahawa, Musa aliketi kimya huku akishika kichwa chake. Baba, nimeharibu kila kitu, alisema kwa huzuni. Mzee Barasa alimtazama kwa makini. Hapana, umeanza kusema ukweli. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya kujenga kitu cha kweli. Musa alitikisa kichwa. Lakini anaweza kuondoka. Mzee Barasa alijibu kwa utulivu. Kama ataondoka kwa sababu ya ukweli, basi hakuwa wako tangu mwanzo. Lakini kama atabaki, basi huyo ni mtu wa thamani. Musa alikaa kimya. Maneno hayo yalikuwa mazito lakini ya kweli. Wakati huo,
Asha alirudi ndani polepole. Macho yake yalikuwa yamebadilika, si kwa furaha, si kwa huzuni tu, bali kwa mtu anayefikiria kwa kina. Aliketi tena. Musa, alisema, niko hapa bado, lakini si kwa sababu nimekubali kila kitu. Musa alimwangalia kwa matumaini kidogo. Niko hapa kwa sababu nataka kuelewa, Asha akaongeza. Na kwa mara ya kwanza tangu walipokutana, kulikuwa na nafasi ndogo ya matumaini kati yao. Asha aliweka mikono yake mezani, akavuta pumzi ndefu. Kabla sijaamua chochote, nataka kukutana na mtoto wako, alisema. Musa alishtuka. Una uhakika? Ndiyo, Asha alijibu. Siwezi kujenga maisha na mtu ambaye sehemu ya maisha yake nimeisikia tu kwa maneno. Neema alitabasamu kidogo, kama mtu aliyeridhika na hatua hiyo. Mzee Barasa alitikisa kichwa kwa upole. Hiyo ni uamuzi wa hekima. Musa alikaa kimya kwa muda, kisha akasema, si rahisi. Mama yake mtoto hataki mimi nimsogelee sana. Asha alijibu kwa utulivu, basi hiyo nayo ni sehemu ya ukweli ninaopaswa kuujua. Musa alimwangalia kwa makini. Alianza kuona kwamba Asha hakuwa tu mwanamke wa ndoto zake, bali alikuwa mtu mwenye nguvu ya kukabiliana na hali ngumu. Lakini bado kulikuwa na jambo moja ambalo halijasemwa, jambo ambalo lingeweza kubadilisha kila kitu kabisa. Na Musa alijua muda wa kulificha ulikuwa umeisha. Usiku huo haukuwa mwisho wa matatizo yao, bali ulikuwa mwanzo wa safari ya kweli ya upendo, maumivu na maamuzi yatakayobadilisha maisha yao milele. Usiku ulipoisha, kila mmoja aliondoka na mawazo yake. Asha alirudi alipokuwa amefikia, lakini hakulala. Alikaa kitandani, akitazama dari, akijiuliza kama maisha yalikuwa yanampeleka mahali sahihi au yanamchanganyo zaidi. Asubuhi ilipofika, alipokea ujumbe kutoka KWA Musa. Kama bado uko tayari, nitakupeleka ukutane na mwanangu leo. Asha alisoma ujumbe huo mara 2. Hakujibu mara moja, lakini ndani yake kulikuwa na sauti iliyosema, endelea, jua ukweli wote. Alimjibu, niko tayari. Walikutana kimya kimya. Hakukuwa na utani wala tabasamu nyingi kama siku ya kwanza. Safari yao ilikuwa nzito, kama watu wanaoenda kukutana na ukweli ambao hauwezi kubadilishwa. Njiani, Musa alisema KWA utulivu, jina lake ni Jabari. Asha alitabasamu kidogo. Jina zuri. Musa aliendelea, ana miaka 6, hajui mengi kunihusu, lakini ananijua. Asha alimtazama KWA pembeni, aliona huzuni iliyofichwa kwenye macho yake, na hapo akagundua Musa hakuwa mtu aliyekosa thamani, alikuwa mtu aliyepoteza sehemu ya maisha yake. Lakini bado swali lilibaki, je, angeweza kuingia katika maisha hayo bila kupotea mwenyewe? Walifika kwenye nyumba ya kawaida, si ya kifahari kama ile ya mzee Barasa. Ilikuwa sehemu tulivu, yenye watoto wakicheza nje. Musa alisimama KWA sekunde chache kabla ya kugonga mlango. Asha alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi. Hii haikuwa tena hadithi ya maneno. Hii ilikuwa maisha halisi. Mlango ulifunguliwa na mwanamke mmoja mwenye uso mkali kidogo, lakini uliojaa uchovu wa maisha. Huyo alikuwa Zawadi, mama wa Jabari. Alimtazama Musa, kisha akamwangalia Asha. Huyu ndiye aye? Aliuliza bila tabasamu. Musa alijibu KWA utulivu, ndiyo. Zawadi alinyamaza kidogo, kisha akasema, karibuni. Ndani ya nyumba, mtoto mdogo alikimbia kutoka chumbani. Baba! Alipiga kelele kwa furaha. Musa alipiga magoti na kumkumbatia Jabari kwa upendo mkubwa. Asha alisimama pembeni, macho yake yakishuhudia tukio hilo. Kulikuwa na kitu kiligusa moyo wake, kitu halisi, kisichoigizwa. Jabari alimwangalia Asha kwa udadisi. Huyu ni nani? Aliuliza. Musa alimtazama Asha kwa sekunde moja kabla ya kusema, huyu ni rafiki yangu. Neno hilo lilimchoma Asha kidogo, lakini alijua bado walikuwa kwenye safari ya kuelewana. Asha alikaa karibu na Jabari, akitabasamu kwa upole. Jina langu ni Asha, alisema. Jabari alimtazama kwa macho safi yasiyo na hila. Unaishi wapi? Aliuliza. Asha alicheka kidogo. Karibu tu na hapa. Wakati huo, Zawadi alikuwa jikoni, lakini macho yake alikuwa yakifuatilia kila kitu kimya kimya. Hakusema sana, lakini uwepo wake ulikuwa na uzito. Musa alizungumza na mwanawe kwa furaha ya uwazi, kitu ambacho Asha hakuwahi kuona kabla. Alikuwa tofauti, mpole zaidi, mwenye upendo zaidi.
Asha alihisi moyo wake ukilainika kidogo, lakini bado kulikuwa na hofu. Je, angeweza kuingia katika maisha yenye historia kama hii? Baada ya muda, Zawadi alikuja kuketi nao. Asha alisema kwa utulivu, najua unachofikiria. Nimepitia njia hiyo pia. Asha alimwangalia kwa makini. Zawadi akaendelea, Musa ni mtu mzuri, lakini maisha yake si rahisi. Kama unaingia, ujue unaingia katika vita pia. Maneno hayo hayakuwa ya kumtisha, bali ya kumwonyesha ukweli. Na Asha aligundua, hii haikuwa hadithi ya mapenzi rahisi, ilikuwa hadithi ya kuchagua moyo, hata kama njia yake ni ngumu. Walipotoka nyumbani kwa Zawadi, kimya kilikuwa kirefu kati ya Musa na Asha. Hakuna aliyekuwa tayari kuvunja ukimya huo mapema. Hatimaye Asha alisema, mwanao ni mtoto mzuri. Musa alitabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo. Asante. Lakini Asha akaongeza, na mama yake ana nguvu. Musa alitikisa kichwa. Ndio maana tulishindwa. Wote tulikuwa na nguvu, lakini hatukuijua kuzielekeza pamoja. Asha alitazama mbele. Na wewe na mimi tunaweza? Swali hilo lilimfanya Musa nyamaze. Hakujibu haraka, kwa sababu alijua hili alikuwa swali la maneno, bali la maisha. Najua nitafanya makosa, alisema hatimaye, lakini sitaki kukuficha tena chochote. Asha aligeuka kumwangalia. Musa, ukweli wako unaumiza, lakini uongo wako ungeumiza zaidi. Maneno hayo yalikaa kati yao kama ahadi isiyo rasmi. Lakini bado kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakuwa tayari kukubali hadithi hii, mama yake Asha. Na wakati huo huo, nyumbani kwao, mambo yalikuwa yanaanza kuchukua mwelekeo mbaya zaidi. Nyumbani kwa Asha, Bi Naliaka alikuwa ameketi na mchungaji Ezekia pamoja na baadhi ya ndugu. Mazungumzo yalikuwa mazito. Hatuwezi kuruhusu mtoto wetu aingie katika maisha yenye historia ya matatizo, alisema mama yake kwa msisitizo. Mchungaji Ezekia alitikisa kichwa polepole. Ni muhimu pia kusikiliza moyo wa mtoto wenu, alisema kwa hekima. Lakini Bi Naliaka hakuridhika. Moyo unaweza kudanganywa, tunataka uhakika wa maisha yake. Hamisi alikaa pembeni akisikiliza. Lakini je, tumempa nafasi ya kueleza anachotaka? Aliuliza. Mama yake alimwangalia kwa ukali. Hii sio swala la hisia tu, ni maisha yake ya baadaye. Wakati huo mlango ulifunguliwa. Asha aliingia. Kila mtu aligeuka kumwangalia. Asha, mama yake alisema, kaa chini, tunahitaji kuzungumza. Asha alihisi presha ikimzunguka kutoka kila upande, lakini safari hii hakutaka kukimbia. Aliketi, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, niko tayari kusikiliza, lakini pia niko tayari kusema ninachotaka. Na hapo mapambano ya kweli kati ya moyo wake na familia yake yalianza rasmi. Asha aliketi mbele ya familia yake, akihisi macho yote yakimwangalia. Hakuwahi kujisikia hivi, kama mtu anayesimama katikati ya mahakama ya maisha yake mwenyewe. Bi Naliaka alianza kwa sauti nzito. Tumepata habari zote. Mwanaume huyo ana historia nzito. Ndoa iliyovunjika, mtoto, na mambo mengi yasiyoeleweka. Hii siyo njia salama kwa maisha yako. Asha alimsikiliza bila kumkatiza. Alipomaliza akavuta pumzi ndefu. Mama, nimeona yote hayo kwa macho yangu, alisema kwa utulivu. Kila mtu alishtuka kidogo. Na bado uko tayari kuendelea? Mama aliuliza kwa mshangao. Asha alitikisa kichwa polepole. Sijasema niko tayari kuolewa leo, lakini nasema sitamkataa mtu kwa sababu ya historia yake peke yake. Mchungaji Ezekia alimtazama kwa makini. Unasema unatafuta nini, Asha? Asha alijibu, natafuta ukweli na mtu ambaye yuko tayari kukua. Kimya kilitanda. Lakini mama yake hakuridhika. Na je, yeye yuko tayari kubeba wewe pia? Aliuliza. Swali hilo lilikaa ndani ya Asha, kwa sababu hata yeye mwenyewe hakuwa na jibu kamili bado. Mazungumzo yaliendelea kwa muda mrefu. Kila mtu alitoa maoni yake. Wengine walimshauri Asha achane na Musa mapema kabla hajajeruhiwa zaidi. Wengine walisema apewe muda, lakini mama yake alibaki msimamo ule ule. Hii siyo hatari ndogo, hii ni maisha yako yote, alisema. Hatimaye mchungaji Ezekia alisema kwa utulivu, Asha, uamuzi wa mwisho ni wako. Lakini kumbuka, ndoa siyo hadithi ya mapenzi tu, ni jukumu. Asha alitikisa kichwa. Ninaelewa.
Baada ya mkutano huo, kila mtu alitawanyika. Asha alibaki peke yake sebuleni. Hamisi alirudi na kuketi karibu naye. "Dada, nataka uwe na furaha. Sijali unaamua nini, lakini usijipoteze," alisema kwa upole. Asha alimtazama kaka yake, macho yake yakilainika. "Asante," alisema. Usiku huo, Asha alipiga simu kwa Musa. "Nataka tuonane kesho," alisema. Musa alijibu kwa haraka, "Nitakuja popote utakaposema." Lakini Asha aliongeza kwa sauti nzito, "Safari hii sitaki tena maneno matamu. Nataka ukweli wote uliobaki." Na Musa alijua hii ilikuwa hatua ya mwisho kabla ya uamuzi mkubwa kufanyika. Walikutana sehemu tulivu chini ya mti mkubwa. Hakukuwa na watu wengi. Hakukuwa na kelele. Ilikuwa sehemu ya mazungumzo ya kweli. Asha alianza moja kwa moja. "Musa, kuna jambo moja limebaki, na nahisi ndilo kubwa kuliko yote." Musa alimtazama kwa makini. "Niambie." Asha alikaza sauti. "Kwa nini Neema alisema kuna ukweli ambao ukitoka unaweza kubadilisha kila kitu?" Musa alinyamaza kwa muda mrefu. Uso wake ulionyesha wazi vita vya ndani. Hatimaye alisema, "Kwa sababu kuna jambo ambalo nimekuwa nikijaribu kulikimbia kwa miaka mingi." Asha hakusema kitu. Alisubiri. Musa akaendelea, "Ndoa yangu ya kwanza haikuvunjika tu. Ilivunjika kwa sababu ya kosa langu kubwa." Asha alihisi moyo wake ukikaza. "Kosa gani?" Musa alifumba macho kidogo. "Kulikuwa na kipindi nilipotea. Nikafanya maamuzi mabaya ya fedha. Nikahusiana na watu wasio sahihi. Karibu nipoteze kila kitu, hata familia yangu." Asha alinyamaza. Huu ulikuwa ukweli mzito kuliko yote aliyoyasikia. Na bado, kulikuwa na kitu kilimfanya asiondoke mara moja. Asha alisimama kimya, akitazama mbali. "Musa, haya sio mambo madogo," alisema kwa sauti tulivu lakini nzito. Musa alitikisa kichwa. "Najua, ndio maana nilikuwa naogopa kukuambia." Asha aligeuka kumwangalia. "Lakini sasa, unaniambia. Kwa nini?" Musa alijibu bila kusita, "Kwa sababu sitaki kuanza maisha na wewe kwa msingi wa uongo." Hata kama utanikataa leo, nataka ukatae ukweli wangu, si picha ya uongo. Maneno hayo yalimgusa Asha kwa undani. Alikaa chini tena, akishika kichwa chake kwa muda. "Unajua ninachohofia zaidi?" aliuliza. Musa alitikisa kichwa. "Nahofia kupoteza mimi mwenyewe nikijaribu kukuokoa wewe," alisema. Musa alinyamaza. Alijua hilo lilikuwa hofu ya kweli. Baada ya ukimya mfupi alisema, "Sikutaki uniokoe. Nataka tusimame pamoja. Lakini kama hutaweza, nitaheshimu hilo." Asha alimtazama kwa muda mrefu. Kwa mara ya kwanza, hakuona tu makosa yake, bali pia ujasiri wake wa kukubali. Na hapo, moyo wake ulianza kufanya uamuzi ambao akili yake bado haijaukubali kikamilifu. Asha alisimama polepole. "Musa," alisema, "sijafanya uamuzi wa mwisho bado." Musa alitikisa kichwa kwa kuelewa. "Ninakupa muda wote unaohitaji." "Lakini Asha," akaongeza, "lakini najua jambo moja. Sitakimbia kwa sababu ninaogopa." Musa alimtazama kwa mshangao kidogo. Hilo halikuwa jibu alilokuwa anatarajia. Asha aliendelea, "Nitachukua muda kuona kama hii inaweza kujengwa au la, lakini safari hii tutafanya kwa uwazi wote." Musa alitabasamu kwa utulivu. "Hiyo ndiyo nilitaka tangu mwanzo." Walitembea pamoja kwa hatua za polepole, si kama wapenzi waliokamilika, bali kama watu wawili wanaojaribu kujenga kitu kipya juu ya ukweli. Lakini mbali nao, Neema alikuwa amesimama akiwatazama. Uso wake haukuwa na furaha wala huzuni, ulikuwa na wasiwasi. Kwa sababu, yeye alijua jambo ambalo bado halijafunguliwa kabisa, na jambo hilo lingeweza kuleta mtihani mkubwa zaidi kuliko yote yaliyotokea mpaka sasa. Safari yao ilikuwa bado haijafika mwisho. Ilikuwa inaelekea kwenye kilele chake kikubwa kabisa. Siku zilipita taratibu, lakini moyo wa Asha haukuwa tena kama ule wa mwanzo. Alianza kumtazama Musa kwa macho tofauti, si kwa ukamilifu aliokuwa akitamani zamani, bali kwa ukweli aliokuwa akiishi nao sasa.
Lakini Neema hakuwa ametulia. Siku moja alimuita Asha kando. Asha, kuna jambo ambalo bado hujalijua, alisema kwa sauti nzito. Asha alihisi moyo wake ukianza kupiga kwa kasi. Ni nini tena? Neema alisita kidogo, kisha akasema, mtoto wao Musa, Jabari, si mtoto wa kawaida katika hadithi hii. Asha alikunja uso. Sielewi. Neema alimtazama moja kwa moja. Kuna kipindi ambacho Musa alipotea kabisa. Hakujua hata mtoto wake yuko wapi. Ilikuwa mimi ndiye nilimsaidia kumtafuta. Asha alishangaa. Kwa nini unasema haya sasa? Neema alijibu, kwa sababu unakaribia kufanya uamuzi wa maisha yako. Sitaki uingie gizani. Asha alikaa kimya. Ndani yake alihisi kama kila siku inaleta mtihani mpya. Lakini safari hii hakutaka kukimbia. Alitaka kufika mwisho wa ukweli wote, hata kama ingeumiza. Asha alimtafuta Musa jioni hiyo hiyo. Musa, nataka tuzungumze sasa, alisema kwa sauti isiyobishika. Walipokutana, Asha hakupoteza muda. Niambie ukweli wote kuhusu Jabari, alisema. Musa alishusha pumzi ndefu. Nimekueleza tayari, nilimpoteza kwa muda. Asha alitikisa kichwa. Hapana, kuna zaidi ya hapo. Musa alinyamaza kwa muda mrefu. Hatimaye alisema kwa sauti ya chini, kulikuwa na wakati sikujua kama Jabari ni mwanangu kweli. Asha alishtuka. Unamaanisha nini? Musa aliendelea. Ndoa yangu ilivunjika wakati tulipokuwa kwenye migogoro mingi. Kulikuwa na mashaka, maneno, tuhuma, na niliondoka kabla ya kupata ukweli kamili. Asha alihisi moyo wake ukiuma. Na sasa? Musa alimtazama kwa macho ya dhati. Sasa najua ni mwanangu na sijawahi kumpenda hata siku moja. Kimya kilitanda. Asha alihisi uzito wa maisha ya Musa ukimfikia. Hakukuwa na hadithi rahisi hapa. Kulikuwa na maisha yaliyojaa makosa, maumivu na juhudi ya kurekebisha. Na hapo walijua uamuzi wake hautakuwa rahisi hata kidogo. Usiku huo, Asha alikaa peke yake akitazama anga. Nyota zilikuwa zikiangaza, lakini ndani yake kulikuwa na giza la maamuzi. Alikumbuka kila kitu. Siku ya kwanza, machozi yake, ukweli wa Musa, mtoto wake, familia yake. Kila kitu. Kisha akajiuliza swali moja. Ninataka maisha ya kweli au maisha yanayoonekana kuwa kamili? Simu yake ililia. Ilikuwa mama yake. Asha, umefikiria vizuri? Aliuliza. Asha alijibu kwa utulivu. Ndiyo mama, nimefikiria. Mama yake alisema, basi chagua kwa hekima. Baada ya simu kukatika, Asha alisimama polepole. Alijua jibu lake. Siku iliyofuata, alimuita Musa. Walipokutana, Musa aliona tofauti kwenye uso wake. Kulikuwa na utulivu, lakini pia kulikuwa na uzito wa uamuzi. Asha, alisema kwa wasiwasi. Lakini Asha alimkatiza kwa upole. Nimeshafanya uamuzi. Moyo wa Musa ulianza kupiga kwa kasi. Huu ulikuwa wakati ambao ungeamua kila kitu. Mapenzi yao, maisha yao na hatima yao. Asha alimtazama Musa moja kwa moja machoni. Musa, maisha yako si rahisi. Ukweli wako si mwepesi. Na safari yako ina maumivu mengi. Musa alinyamaza. Asha akaendelea, lakini pia nimeona kitu ambacho si rahisi kupatikana. Mtu anayekubali makosa yake na bado anapigania kuwa bora. Macho ya Musa yalianza kulainika. Asha akavuta pumzi ndefu. Sitaki maisha ya picha. Nataka maisha ya kweli. Musa hakusema kitu. Asha akasema kwa utulivu, lakini kwa uhakika, niko tayari kujaribu. Pamoja na wewe. Musa alihisi kama mzigo mzito umeondoka moyoni mwake. Lakini kabla hajafurahia kabisa, Asha akaongeza, lakini kuna masharti. Musa alitikisa kichwa haraka. Niko tayari. Asha alisema, hakutakuwa tena na siri. Hakutakuwa tena na nusu ukweli. Tutajenga KWA wazi. Musa alijibu KWA sauti ya dhati,
nakubali. Na hapo, si kwamba walikuwa wamefika mwisho wa safari yao, bali walikuwa wameanza safari ya kweli kabisa, ya upendo uliojengwa juu ya ukweli. Miezi ilipita. Maisha hayakuwa rahisi, lakini yalikuwa ya kweli. Asha alianza kujenga uhusiano na Jabari. Mwanzoni ilikuwa ngumu, lakini polepole mtoto huyu alianza kumzoea. Kulikuwa na vicheko, makosa na mafundisho mapya kila siku. Musa alibadilika pia. Hakujificha tena. Alijifunza kusema ukweli hata pale ulipokuwa mgumu. Alijifunza kusikiliza, si kujitetea tu. Siku moja walikuwa wameketi pamoja chini ya mti ule ule waliokutana mara ya mwisho. Jabari alikuwa akicheza karibu yao. Asha alimwangalia Musa na kusema, "Unakumbuka siku tulipokutana?" Musa alitabasamu. "Ndiyo, ulikuwa unalia kwa sababu nilikuwa mfupi kuliko ulivyotarajia." Wote walicheka kwa upole. Asha akasema, "Leo najua, sikulilia urefu wako, nilikuwa nalilia matarajio yangu." Musa alishika mkono wake. "Na leo?" Asha alimtazama kwa upendo wa kweli. "Leo nimejifunza kwamba upendo wa kweli haupimwi kwa macho, unapimwa kwa moyo." Jabari alikimbia na kuwakumbatia. Na hapo, hadithi yao haikuisha kwa ukamilifu wa ndoto, iliisha kwa ukweli wa maisha ambapo mapenzi, maumivu na matumaini huishi pamoja.